Samia Suluhu aingia taabani baada ya kumfukuza George Simbachawene kama mbwa. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse na kumbuka kusubscribe. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametangaza uteuzi wa Mheshimiwa Patrobas Pascal Katambi kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, nafasi yenye inahusisha usimamizi wa vyombo vya usalama wa jeshi la polisi, magereza, idara ya uhamiaji na jeshi la zimamoto na uokoaji. Uteuzi huo ulifanywa kupitia tamko rasmi na katibu mkuu kiongozi. Ni sehemu ya mabadiliko madogo ya baraza la mawaziri yenye lengo la kuimarisha utendaji kazi wa serikali katika ngazi mbalimbali. Mabadiliko haya yanakuja huku ukitarajia matokeo chanya katika sekta ya usalama wa ndani, hususan katika kukuza nidhamu, kupambana na uhalifu na kuboresha huduma kwa wananchi. Katambi anachukua nafasi hiyo akitokana na nafasi yake iliyokuwa na naibu waziri wa viwanda na biashara na kuingizwa katika wizara yenye uzito mkubwa wa kutetea usalama wa raia na mali zao. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi ni mojawapo ya taasisi muhimu kabisa serikalini, ikihusika na sera na utekelezaji wa mashughuli ya usalama wa ndani. Kwa mujibu wa taarifa ya wizara yenyewe, inalenga kukuza amani, utulivu na usalama kwa wote, kusimamia utekelezaji wa sheria na kuhakikisha kuwa vitendo vyote vya vyombo vya dola vinapambana vyema dhidi ya uhalifu na vitisho mbalimbali vya usalama. Chini ya wizara hii kuna idara kuu kadhaa, ikiwa ni pamoja na Jeshi la Polisi la Tanzania lenye jukumu la kuzuia na kuchunguza uhalifu, huduma za magereza zinazosimamia vituo vya kifungo na programu za urekebishaji, uhamiaji inayosimamia mipaka, wahamiaji na masuala ya uraia, pamoja na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linaloshughulikia majanga ya moto na dharura za uokoaji. Uwepo wa wizara hii ni muhimu katika utekelezaji wa malengo ya serikali na kuhakikisha kuwa Tanzania ina mazingira salama kwa maendeleo. Uwekezaji wa maisha ya kila siku ya wananchi katika muktadha wa sera za taifa, usalama wa ndani umekuwa kati ya vipaumbele vya serikali kwa siku za karibuni, ikizingatia hatari ya uhalifu wa mijini na mikoani na changamoto za mipaka. Wadau wa kisiasa na kijamii nchini wamepokea uteuzi wa Katambi kwa hisia mchanganyiko, huku wengi wakimpongeza kwa hatua hiyo ya kihistoria katika safari yake ya kisiasa. Wengi wanatuonyesha matumaini kwamba Katambi atashiriki kikamilifu na vyombo vya usalama na kushirikiana na wadau ili kuboresha huduma kwa wananchi, hasa katika maeneo ya haki, utawala bora na ulinzi wa raia. Wengine wameeleza matumaini ya kuona mageuzi yanayoendelea kutekelezwa kwa kuzingatia haki za binadamu na uwazi. Wachambuzi wa masuala ya siasa na utekelezaji wa sera wanasema uteuzi kama huu unatokana na imani kubwa Rais Samia ameonyesha kwa Katambi, na kwamba urithi wa uongozi uliopo ndani ya wizara unahitaji msukumo mpya wa kitaaluma na ufanisi. Kwa mujibu wa waandishi wa habari za ndani, uteuzi huu ni sehemu ya jitihada za rais kuongeza tija katika wizara nyeti husika, hasa ikizingatiwa kwamba masuala ya usalama yamekuwa yakipata mtazamo mkubwa na umma kwa wasiwasi kwa sababu ya matukio kadhaa ya kihalifu yanayoendelea katika baadhi ya maeneo. Tangu taifa la Tanzania lipate uhuru mwaka 1961, wizara hii imekuwa nguzo ya utawala wa ndani na usalama wa taifa. Kazi yake imekuwa ikibadilika kadri changamoto za usalama zinavyobadilika, ikijumuisha sera mpya za ujumuishaji wa kiteknolojia pamoja na kutekeleza mikakati ya kukabili uhalifu wa kisasa kama uhalifu wa mtandao na uhamiaji haramu. Miongoni mwa mawaziri waliotangulia kushika wadhifa huu ni pamoja na Boniface George Simbachawene ambaye aliwahi kuchukua nafasi hiyo Novemba mwaka 2025, muda mfupi uliopita kabla ya kutenguliwa katika uteuzi wa hivi karibuni. Ingawa serikali kutoa sababu rasmi ya kutenguliwa kwake,
Mabadiliko ya mawaziri ni kawaida ndani ya mfumo wa siasa na utekelezaji wa sera serikalini, ila wengi wanasema kwamba ujumbe wake wa hivi karibuni uhusiano wa dola na raia kwamba dola waache kutumia nguvu kupita kiasi, waache kuwakamata raia kwa kuzua hofu, na vilevile waache kuwateka watu imezua ndiyo maana pengine iliyomfanya Simbachawene kupigwa nje. Wizara za mambo ya ndani ya nchi pia inasimamia utekelezaji wa mikakati ya kitaifa kama vile malengo ya maendeleo ya taifa mwaka jana, ambayo inasisitiza nguvu ya usalama wa ndani kama msingi wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Na kupitia mipango hii, serikali inalenga kuhakikisha utekelezaji wa sheria, kuimarisha ulinzi wa mipaka na kuwa na majibu ya haraka kwa dharura za usalama. Ingawa sekta ya usalama nchini Tanzania imefanya maendeleo kadhaa, changamoto bado zipo, na ripoti za taasisi za mahusiano ya kijamii na usalama zinaonyesha kuwa uhalifu wa mjini, ukiukaji wa taratibu za ulinzi na changamoto za usimamizi wa mpaka ni baadhi ya masuala yanayohitaji kipaumbele. Vyanzo vya kisiasa na vyenye uhuru vinasema kwamba ushawishi wa kisiasa na rushwa katika baadhi ya nyanja za utendaji kazi wa vyombo vya usalama unaendelea kuwa kikwazo, na pia mabadiliko ya teknolojia yanahitaji ufuatiliaji wa karibu ili kuhakikisha kwamba jeshi la polisi na idara zingine zinaweza kukabiliana na uhalifu wa kisasa. Tayari serikali imeweka katika shughuli za uimarishaji wa vyombo vya usalama. Kwa mfano, katika mwaka 2025 ilianzisha mradi wa mafunzo ya kina kwa maafisa wa uhamiaji na kuajiri maafisa wapya ili kuboresha huduma za mipaka. Aidha, juhudi za kuanzisha vituo vya afya vya magereza na kuongezwa kwa vifaa vya dharura zinajumuishwa katika mikakati mipana ya wizara. Uteuzi wa waziri wa mambo ya ndani ya nchi ni jambo lenye uzito mkubwa katika siasa na utendaji kazi wa serikali, kwa sababu wizara hii inasimamia moja ya maneno yenye athari kubwa kwa maisha wa Tanzania wengi: usalama wa ndani, utawala bora na huduma za raia. Na kwa kutambua umuhimu wa wizara hii, uteuzi wa Katambi unaonyesha kwamba serikali inataka kuongeza ufanisi wa uongozi na kusukuma mageuzi katika maeneo ambayo yanapewa uzito mkubwa na umma. Aidha, uteuzi huu unaleta nafasi ya kuboresha uhusiano kati ya wizara na vyombo vya usalama, kuongeza nidhamu na uwajibikaji, pamoja na kuhakikisha kwamba sera za serikali kuhusu usawa ama haki za binadamu, njia ya kukabiliana na uhalifu na huduma kwa wananchi zinatekelezwa kwa ufanisi zaidi. Na hii sio tu inajenga imani ya wananchi kwa utawala, bali pia inaongeza mvuto wa Tanzania kama taifa linalohifadhi usalama na utulivu kwa ajili ya uwekezaji na maendeleo. Kwa muhtasari, uteuzi wa Mheshimiwa Patrobas Pascal Katambi kuwa waziri wa mambo ya ndani na ya nchi unalenga kukazia utekelezaji wa sera za usalama wa ndani, kuboresha nidhamu na uwajibikaji wa vyombo vya dola na kuhakikisha kwamba matatizo ya msingi yanayowakabili wa Tanzania kuhusu usalama yanatatuliwa kwa njia endelevu na yenye tija. Ndo hayo tuliokuandalia kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi bila kuegemesha upande wowote ama kupindisha popote. Zidi kuwa nasi kwa taarifa kama hizi, na tafadhali subscribe, like na kushare video zetu.